Juma Saleh Mbogo. Kwa majina naitwa Juma Saleh Mbogo, ni katibu wa chama cha makocha wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania. Kwa niaba ya uongozi wa chama cha makocha wa ngumi za kulipwa Tanzania TPBCA, ninayo furaha kubwa kuwakaribisha kwenye mkutano huu wa waandishi wa habari, mkutano ambao siku ya leo tunaenda kuwatangaza wajumbe teuzi wa kamati zetu ambao watakaofanya kazi sambamba na kamati ya utendaji ya chama cha makocha wa ngumi za kulipwa, lakini ndani yake pia kutolea taarifa rasmi ya uwepo wa Boxing Media Day. Kwa kumpokea ndugu mwenyekiti wangu Jafari Ndame, mimi moja kwa moja nitakwenda kuziainisha hizo kamati zilizoteuliwa kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba yetu. Kupitia kamati ya utendaji ya chama cha makocha, kwa mujibu wa katiba yetu, tumeona hiko haja ya kuunda kamati ndogo ndogo ama kamati mbalimbali zitakazosaidia chama kuweza kuleta maendeleo kwenye chama, lakini pia kuwa na utawala bora kwenye chama chetu. Hapa mezani kwangu nina kamati 6, lakini kwa siku za mbele tunaweza tukaongeza kamati. Kwanza tuna kamati ya ufundi ambayo ina watendaji watatu, naye mwenyekiti wao au mwenyekiti wake wa kamati ya ufundi Bwana Juma Suleiman, lakini pia kuna Gaudience Uyaga, vile tuna Edward Yakwipa. Na kamati ya ufundi kama tunavyojua kwenye michezo ni kamati ambayo sasa itaenda kutuongoza sisi kwa namna gani tunaenda kuboresha weledi wa kitaaluma kwa makocha wetu, lakini kuzalisha makocha wazuri ambao watawakilisha taifa ndani ya taifa na nje ya taifa hili, kwa maana kimataifa, lakini kutazalishia vijana bora mabingwa kutoka kwenye nchi hii Tanzania. Tunao wachache, tunahitaji kutangazika kimataifa zaidi. Lakini pili, tuna kamati ya nidhamu. Kamati ya nidhamu ambayo ina mwenyekiti wake ndugu Yusuf Bakari Mnyeto, lakini pia yupo Haji Pera na tunaye Frederick Charles Rore. Sisi makocha katika taaluma yetu, hata gym, msingi wa kwanza tunapopokea watoto, cha kwanza tunawaambia kabla ya chochote kwanza nidhamu. Kwa hiyo hata sisi kwenye chama tuna kamati ya nidhamu kuhakikisha kila kocha anafanya kazi yake ya kitaaluma na weledi wake kwa nidhamu. Kocha atakapokuwa na nidhamu na bondia pia atakuwa na nidhamu. Na vipo vingi, tukipata wasaa tutavielezea kwa nini kamati ya nidhamu. Na tatu, tuna kamati ya fedha. Kamati ya fedha ambayo mwenyekiti wake ni Hamis Richard Abdalla, ifuatiwa na Bi Mariam Yusuf Njende pamoja na Wilbard Mkoba. Na kamati ya 4 tunayo kamati ya mashindano ama kamati ya mapambano, kamati ambayo mwenyekiti wake ni Mohamed Saidi Mkura akifuatiwa na Dediui Kanda Kabongo, lakini pia tunaye Kwame Matwani, kocha Kwame, pamoja na David Yombayomba. Sababu moja kampeni yetu kama makocha tunafundisha, lakini pia tutakuwa na gym contest, tutakuwa na mapambano yetu kama makocha ambayo kwa mwaka tutakuwa tunaandaa mara 4 ili kupunguza uhaba wa mechi kwa mabondia. Kwa hiyo lazima tuwe na kamati za mashindano ambayo ndio tunahitaji. Lakini pia ya 5 tuna idara ya habari na mawasiliano, idara ambayo meneja mkuu wa idara hiyo ni Bwana Dauka Abraham Somba akiwa na watendaji wengine. Na kamati ya mwisho kwa siku ya leo ni kamati ya wanawake. Tumezingatia hapa kuwa na kamati ya wanawake kwa sababu tuna wachezaji wa kike mabondia, lakini pia kumpa thamani mwanamke, kuepuka na ile dhana ya kijinsia
lakini vile vile kuhamasisha ushiriki wa wanawake na wasichana katika ngazi zote, kusaidia programu za maendeleo kama vile mafunzo na ushauri kwa maana mentorship kwa wanawake, lakini kufanya kazi na mashirika yanayounga mkono wanawake katika michezo na uwezeshaji. Pia kukuza mitazamo chanya kuhusu usawa wa kijinsia, kulinda haki zao, heshima na ushirikishwaji. Kwa hiyo naomba hizi niwasilishe kwenu ndugu zangu wanahabari na wadau wa boxing, jamii kwa ujumla. Hizi ndio kamati zetu ambazo sisi chama cha makocha kupitia kamati tendaji tunazitangaza baada ya kuziteua kamati hizi ambazo tutakwenda kufanya nazo kazi. Baada ya hivyo, niombe kumkaribisha mwenyekiti aweze kuendelea pamoja na wajumbe wenzangu.